Wakati huo mmoja wa wale thenashara, jina lake Yuda Iskariote, akawaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi ampate kumsaliti. Hata siku ya kwanza ya mikate iliyotiwa chafu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tuandalie uile Pasaka? Akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi ulipokuwa jioni, akiketi chakulani pamoja na wale thenashara, nao walipokuwa wakila wakasema, amin nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, Ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. Mwana wa Adamu aende zake kama ilivyoandikwa, lakini ole wake mtu yule ambaye anasaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, Ni mimi nani? Akamwambia, wewe umesema. Nao walipokuwa wakila, Yesu akatoa mkate, akaibariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akakishukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Lakini nawaambia, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Nao walipokwisha kuiva, wakatoka nje kwenda mlima wa Mzeituni. Ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Lakini baada ya kufufuka kwangu, nitawatangulia kwenda Galilaya. Petro akajibu akamwambia, Wajapochukizwa wote kwa ajili yako, sitachukizwa kamwe. Yesu akamwambia, amin nakwambia wewe, usiku huu kabla ya kuweka jogoo utanikana mara 3. Petro akamwambia, Ijapo nipasa kufa nawe, sitakukana kamwe. na wanafunzi wote wakasema hivyo hivyo. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani ya Getsemani, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa, hata niende kule nikaombe. Akachukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akamwambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho hii radhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena, akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya 3, akisema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake, akawaambia, Laleni sasa mpumzike. Tazama, saa imekaribia na Mwana wa Adamu anatiwa
ondokeni twende Zeituni, tazama yule anayemsaliti amekaribia. Basi alipokuwa katika kusema, tazama, yule mmoja wa wale thenashara akaja, na pamoja naye kikundi kubwa wenye panga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakayembusu huyo ndiye, mkamateni. Mara akamwambia Yesu akasema, salamu Rabi, akambusu. Yeye akamwambia, Rafiki, fanya ulilolijia. Wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Na tazama, mmoja wao waliokuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake, akaufuata upanga wake, akampiga mtumwa wa makuhani mkuu, akamkata sikio. Ndipo Yesu akamwambia, Rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu, naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika? Yatimizwaje basi maandiko ya kwamba hivyo ndivyo vilivyopasa kujiri? Saa ile Yesu akawaambia makutano, Je, mmetoka kama mkamata mnyang'anyi wenye panga na marungu ili kunishika? Kila siku naliketi hekaluni nikifundisha, msinikamate. lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. Nao waliomkamata Yesu wakampeleka kwa Kafaya kuhani mkuu. Walikuwa wamekutanika waandishi na wazee, na Petro akamfuata kwa mbali mpaka behewa ya kuhani mkuu. Akaingia ndani, akaketi pamoja na watumishi auone mwisho. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu wapate kumuua, wasiuone, ingawa walitokea mashahidi wa uongo wengi. Hata baada wawili wakatokea wakasema, huyu alisema, naweza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga kwa siku 3. Kisha kuhani mkuu akasimama akawaambia, Ujibu neno. Hawa wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, Na kuapisha kwa Mungu aliye hai, tuambie kama wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, Wewe umesema, lakini nawaambieni, tangu sasa mtamwona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Ndipo kuhani mkuu akararua mavazi yake akisema, Amekufuru. Tuna haja gani tena ya mashahidi? Tazameni, sasa mmesikia hiyo kufuru yake. Mwonaje ninyi? Wakajibu wakasema, Imempasa kuuawa. Ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi wakisema, Ewe Yesu, tufumbulie. Ni nani aliyekupiga? Na Petro alikuwa ameketi behewani. Kijakazi mmoja akamwendea akasema, Wewe nawe ulikuwapo pamoja na Yesu wa Galilaya. akakana mbele ya wote akisema, Sijui usemalo. naye alipotoka nje hata ukumbuni, mwanamke mwingine aliwaona akawaambia watu waliokuwa huko, Huyu alikuwapo pamoja na Yesu Nazareti. akakana tena kwa kiapo. Simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuriwa wakakwendea wakamwambia Petro, Hakika wewe u mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. ndipo akaanza kulaani na kuwapa akisema, Simjui mtu huyu. na mara akawika jogoo. Petro alikumbuka lile neno la Yesu alilosema, kabla ya kuwika jogoo utanikana mara 3. Akatoka nje akalia kwa majonzi.
Na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona kuwa amekwisha hukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa sisi, yatupasani sisi, yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda akajinyonga. Wakuu makuhani wakavitoa vile vipande vya fedha, wakasema, si halali kuviweka katika sanduku ya sadaka, kwa kuwa ni kima cha damu. Wakafanya shauri, wakavitumia kwa kununua kode la mfinyanzi liwe mahali pa kuzika wageni. Kwa hiyo kode lile huitwa kode la damu hata leo. Ndipo likatimia neno lilivyonenwa na nabii Yeremia akisema, wakavitoa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyotiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima, wakavitumia kwa kununua kode la finyanzi kama Bwana aliyoniagiza. Na hilo ndilo neno la Injili ya Kristo. Sifa kwako Kristo. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Dear friends, I hope it's not boring for you. I mean, go through this. Yeah? It's wonderful, yeah? Good. These are called, diversity. The Catholic Church is known for that. There's unity in diversity. Different cultures, one way of worship, one liturgy, one reading that we are reading today, spread everywhere, different languages in the whole world. And this shows our richness, the richness of our faith. And it's not a one-person thing, it's for the whole world. Because Christ himself said, go out, the whole world, and make disciples of all nations. Practically it is here. And we thank God for that opportunity also. Dear friends, in very few words about this liturgy. Palm Sunday, looking at Christ's entrance in Jerusalem, and looking at what he goes through, the insults that he suffers, part of his sufferings, the carrying of the cross. Looking at all these, dear friends, we can trace the sufferings of Christ back when he was still a baby. That Herod wanted him. Herod wanted to kill him. Remember the parents fleeing all the way to Egypt. Herod wanted to kill him. And it's not only that, but even during his ministry,